Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho nimekusogezea kwa wakati huu. Taarifa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya Simba ambayo imetolewa na klabu ya Simba kuelekea kwa umma na mashabiki zake kuhusiana na jambo hili kubwa kwelikweli ambalo klabu ya Simba wameweza kulitolea ufafanuzi. Kuna mambo ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Najua ungepaswa kuweza kufahamu mwanzo mwisho nini ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Simba wameweza kuweka taarifa yao na kuzungumzia mwanzo mwisho juu ya kile ambacho kinasibu ndani ya klabu yao. Na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa hii uweze kujua nini ambacho kinachoendelea kunako katika klabu ya soka ya Simba Sport Club, mnyama juu ya yale ambayo wao wameweza kuyaweka bayana. Ni yapi hayo utakwenda kujua hapa, kwa sababu faili zima lote niko nalo hapa mwanzo mwisho juu ya mkasa wa kile ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wana Simba, ambacho wameweza kuweka bayana juu ya taarifa hiyo kubwa kabisa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili linalozungumzwa kwa wakati huu. Bana, kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, wazee wa mnyama kabisa, wanafahamu ya kwamba kwa sasa ratiba yao inasoma ya kwamba mchezo unaofuata ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, zikiwa zimesalia takriban siku 4, unaweza kusema siku 3 tu, kwa sababu siku ya 4 itakuwa ni siku ya tukio lenyewe kwa kile kinachozungumzwa. Sasa klabu ya Simba imekuwa ikiendelea kuweza kusikia ripoti mbalimbali, matamko mbalimbali kutoka kwa wapinzani wao ambao ni Young Africans, ambao wenyewe wameweza kusema ya kwamba hawachezi mchezo huo wa dabi ya Kariakoo mpaka kuweza kupatikana kwa ripoti ya kile kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8. Pia wakitaka bodi ya ligi iweze kujiuzuru ili kuweza kupisha yale ambayo yanatajwa kwenye kikosi, kwenye taarifa ambazo zipo katika bodi ya ligi. Sasa leo hii wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kutoa taarifa yao juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kama sehemu ya watu ambao ni wapinzani. Sasa unaweza kusema kwenye hili huku wakiweza kuweka bayana juu ya kile ambacho kinachoendelea katika taarifa ambayo imetolewa na wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kwa kile ambacho kimeweza kujili kwa siku hii ya leo, ambapo taarifa kwa umma, ambapo klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukajaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu, hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika.
Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoke hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika katika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukulia hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti ya kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Sasa kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea katika sakata hilo, inaelezwa kwamba msemaji wa klabu ya soka ya Yanga, hapa nazungumzia Ally Kamwe, alikuja kuwajibu. Hapa nazungumzia Simba Sport Club kwa kile ambacho walikitoa, ambao ni Simba. Sasa Simba wakajibiwa na Ally Kamwe, na nukuu, anasema kwamba makolo, katika hili ni bora mngekaa kimya tu. Jamii ya watu wenye maarifa na akili timamu imeshajua unafiki wenu. Mwanzo mlitangaza hamtashiriki ligi tena mpaka mtakapopewa ripoti ya uchunguzi wa kilichokwamisha mechi ya dabi. Ila baada ya mchongo wenu mlioseti kujibu, mnatoka mbele eti mnataka tena mechi. Wanafiki wakubwa nyie. Kilichobadilika ni nini? Ni mtu tofauti aliandika mwanzo akidai hamshezi tena mpaka ripoti itoke, au huyu aliandika upuuzi wenu leo, au kwa kuwa ile ya mwanzo iliandikwa usiku sana, tuamini mwandishi alikuwa amekunywa, akimaanisha pombe za kutosha kichwani, akajiandikia msioweza kuyasimamia. Niwaambie, katika hili la kudai haki na ripoti hatuhitaji sapoti yenu. Sisi tunajimudu na tunaweza kuyapambania maslahi yetu bila unafiki wenu. Nyie tulizeni mshono, ikifika tarehe mlioambiwa pelekeni timu, kachukueni pointi 3 na tangazeni bingwa. Mchecheto wa nini? Kwani mnaacha maswali mengi kwa watu kuonyesha mna wasiwasi na amjiamini. Sisi tunasimamia maslahi ya mpira, haki itendeke, alafu ndio mechi halali ipangwe. Tunawatamani sana na mnalijua hilo, na ni vema mkajua mapambano yetu sio kwa ajili ya kubeba ubingwa mezani. Sisi hatutakuwa tayari kubeba ubingwa mezani bila kumalizana na nyie uwanjani. Haki ikishatendeka tutawatafuta kivyo vyote vile ili tumalizane. Kwa sasa tuacheni kidogo tumalize jambo kubwa lililo mezani. Huku akiweza kulizungumzia Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, akiwajibu sasa Simba Sport Club kwa kile ambacho wamekitoa leo hii katika barua yao ile ambayo imeweza kutolewa na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii juu ya kile kinachoendelea katika mchezo huo mkubwa kabisa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kwa kile kinachoonekana kwa sasa. Mambo yanazidi kuwa makubwa katika hili ambalo linaloendelea, lakini anaandika mchambuzi George Ambangile, anasema ya kwamba kanuni zinasemaje kama Simba walizuiliwa kufanya mazoezi? Je, kanuni inasema mechi iahirishwe? Hapana, ila adhabu itatolewa kwa waliozuia mazoezi. Kwa nini bodi ya ligi haikutoa adhabu kwa muhusika? Lakini hakuna mahali pameandikwa usipofanya mazoezi mechi haichezwi. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana, huku akiweza kuweka bayana kile ambacho kinachoendelea. Mambo ni mazito katika sakata hili, ukiweza kushuhudia kila mmoja akitafuta pa kutokea. Tusubiri kuweza kusikia tarehe 15 dabi itakuwepo ama itakuwa vipi.